Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya samaki. Kupata ujumbe muhimu. Kuhisi utafanikisha kitu. Kupunguza kumbana mtu kwa maswali. Utajishusha kwa mtu kuhitaji amani. Kukataa kitu cha mtu utakachopatiwa. Kufanya jambo lisiongelewe tena. Nyota ya nge. Kutamani vitu visivyowezekana kwa sasa. Kusubiri kitu kwa muda mrefu bila kupata. Utamzimia mtu simu kwa kutotaka kuwasiliana naye. Kuheshimu kauli ya mtu. Kusikitika. Kupata nafuu ya hali. Kifua chako kuwa chepesi, uzito wote kupotea. Ila wachache watakuwa wenye maumivu. Kuukataa mtego mbaya kutoka kwa mtu. Kupata ujumbe wa kazi kwa siku zijazo. Nyota ya kaa. Kuamua kubadilika na kuishi ndani ya mipaka yako. Moyoni mwako una mengi yanayokuzungumzisha. Unataka kutenda kwa vitendo sasa. Kuzungukwa na kuku wengi au ndege yeyote sehemu uliopo. Unasikilizwa ndani ya mwongozo wako. Utafanya kitu cha kufurahia. Kuzungumza na watu kwa amani. Sauti inayojirudia kwako inakupa ishara njema. Kupata pesa. Nyota ya mshale. Mtu atakutoa kwenye mawazo uliyokuwa nayo. Kuruhusu hisia zako ziamini kitu. Mapigo ya moyo kuwa kasi sana. Kuhitaji kupumzika zaidi. Mtu atakuwa msumbufu kwako. Kukaa kwa mashaka. Mpango wa pesa kutimia. Kulazimisha safari. Kuogopeshwa na kitu. Kuikubali hoja ya mtu. Nyota ya simba. Kumwaza mtu anayekuwazia. Kutamani kusikia jambo litokee. Utakubaliana na hatua inayofuata kwa sasa. Vikwazo vingi ulivyovipitia vimekufunza. Kujulishwa jambo kila wakati. Kupata pesa. Kufanya mahitaji muhimu kwa familia. Nyota ya punda. Utaondosha kinyongo chako kwa mtu. Utakuwa mwenye furaha. Kuhisi watu wapo kwenye uhusiano. Utapanga kujirudi kwa mtu. Kusifiwa kuwa una kipaji. Kuchunguza taarifa unazozisikia. Tumbo lako litakuwa katika hali ya mchafuko. Kubainisha ukweli. Nyota ya mizani. Kuhisi mtu atakuchoka kwa haraka. Hivyo utahitaji kwenda naye taratibu kwenye jambo lenu. Kuhisi uchovu. Kuhisi unakosa uhuru ukiwa sehemu. Ombi lako kufanyiwa kazi. Nyota ya ndoo. Kuihisi heri kwako. Kujihisi furaha moyoni. Utafikiwa na mtu asubuhi sana kukujulia hali. Mtu usiyeongea naye atakuongelesha. Mtu anahitaji kurudiana na wewe. Utulivu wako umefanya kukuepusha na mengi. Utafanya kazi itakayo kuheshimisha. Kupita sehemu na kunasiwa na kitu. Kama miba nyingi, majani yenye kunasia na vinginevyo. Ni ujumbe wa kupata au kupokea unavyostahili. Nyota ya mapacha. Mtu kuonesha hali ya mfadhaiko. Wengi mtakuwa wenye kuwafariji watu. Kukumbukia kitu na moyo kukuuma kama umechomwa na kitu chenye ncha kali. Ndoto zako kutoeleweka kwa sababu ya kuvurugika na mambo mengi kichwani. Kujihisi wivu. Kutamani mtu abadilike. Nyota ya mbuzi. Kujiondosha kwenye hali ya kumzania mtu vibaya. Ila utaheshimu maamuzi ya mtu. Utajua kuwa mtu yuko na shida ila hataki kukubali ukweli. Utatoa taarifa ya kuwakutanisha watu. Kuchunguza simu ya mtu. Kutoa taarifa ya kutofika sehemu. Mtu anajirudi kwa aibu kwako. Kwenda sehemu kufurahia. Nyota ya mashuke. Kufanya mengi kwa ishara kuonesha upendo kwa mtu. Kichwa kuuma kwa kukosa usingizi kwa muda mrefu au wa kutosha. Mtu anakufikiria sana. Utanunua kitu kwa kumbukizi nzuri. Kupata mwongozo wa ghafla wa kufanya ibada au jambo fulani. Nguvu yako itakuwa yenye kasi sana. Utakalolifanya kwa moyo mkunjufu litakuwa na manufaa kwako.
kusema ukweli utakaosikilizwa, kumpenda mtu sana, kumwepuka mtu, kupokea baraka unayostahili. Nyota ya Ng'ombe. Kila unachokipanga kinawekewa wakati sahihi wa kutekelezwa, tofauti na utakavyokuwa unapangia. Sauti ya ndege inayojirudia inakupa mwangaza wa kuwa kuna ugeni wenye heri utakufikia. Riziki kufunguka kwa wingi, kufanikisha jambo kubwa. Unasikilizwa na kutekelezewa. Wazo lako au maamuzi uliyotaka kuyafanya wakati ukiwa na jazba, hutoyafanya tena. Kuhisi kufarijika. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.